Makala ya Mizengwe ya wiki, James Mwangi anaangazia makabiliano makali yaliyoshuhudiwa baina ya Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua katika kaunti ya Nyandarua, kila mmoja akionyesha ubabe wake mlimani. Na si hayo tu, gavana wa Machakos Wavinya Ndeti anajigamba kuwa yeye ni msomi si haba, na wote wanaopania kumbandua afisini hawafikii haiba yake ya masomo. Twende kazi, James Mwangi. Katika makala ya Mizengwe wiki hii, makabiliano makali yalishuhudiwa huko Nyandarua baina ya Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Kwa matamshi yake na alivyoonekana kuwa na ujasiri, hapa Rigiji alikuwa tayari kuonyesha ubabe wake mlimani. Ni kweli ulinitoa kwa ofisi, lakini kunitoa kwa roho za hii watu ni kibarua. Na iwapo ungemtazama alivyokuwa akijiandaa kabla afike jukwani, ilikuwa wazi kuwa lazima wangetambua kuwa yeye ndiyo jogoo anayewika mlimani. Nataka kutoa mwelekeo kama kiongozi wa jamii. Nisisikie ngwe. Nisisikie nini? Rais akifika hapa aongee, asikizwe, amalize, aondoke. Ila haya yote hayakuonekana kumbabaisha Rais Ruto. Ilipofika zamu yake, naye pia alinoa makucha na kuweka mambo wazi. Mimi siombewi ruhusa mahali popote Kenya. Mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya. And I will go any place and I will do everything as the President of the Republic of Kenya. Na katika ukali wake wote huu, Seneta Methu bado alionekana kutobabaishwa. Na kuheshimu, lakini mimi sikuogopi. Hata unipige, hata univuruge, hata ufanya nini mheshimiwa Kenya. Kwani seneta wa hapa ni nani? Lakini kama wasemavyo eti historia hujirudia, si huyu Profesa Kindiki alisimama jukwani na kumwambia Rais Kenyatta maneno kama haya anayosema John Methu. Tumekuheshimu miaka mingi, ukadhani sisi ni maabusu wako, ukajaribu ukaona sisi kama ni watumwa wako. Tunakuheshimu kwa sababu wewe ni kiongozi wa nchi, lakini hatukuogopi kwa sababu wewe sio Mungu, wewe ni binadamu kama sisi. Tugeukie mengine. Gavana Ndeti anaonekana kukerwa sana na wanaomezea mate kiti chake. Mimi nimesoma, nasikia wengine wanasema ni professionals. Hawa wanaume wote wanaomba kiti, hakuna mmoja amesoma kama mimi. And I can tell you for free, how wote I got 3 diplomas and 3 degrees. Wengine wako na kadigrii kamo. I was just laughing with somebody nikiwaambia I did my thesis ya artificial intelligence in 1992. Kwa hivyo ati professional. Lakini hata kwa kiwango chake cha masomo, katika mazungumzo haya Gavana Ndeti hakukosa kujichanganya. I know there are some people who have taken some they had used their retirement package to build their homes. And today, some of them don't even have a head over their roof. I'm a business before I became governor. Mimi nilikuwa mwanabiashara. James Mwangi, makala ya Mizengwe.